lakini alisema mvua itanyesha, tumalize mkutano, tuende nyumbani maana mvua inanyesha leo, na mvua ilinyesha hiyo siku ya jana mpaka leo. Sifa na utukufu zimrudie Kristo. Mtazamaji, imekuwa ni baraka kwa nchi ya Tanzania, siku tatu kuanzia siku ya tarehe 14 hadi siku ya tarehe 16. Mkutano mkubwa wa Injili umefanyika katika maeneo ya Mijihoroni hapa katika wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro, na imekuwa pia baraka kwetu kwa sababu tuliwahabarisha umma kwamba mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel atafika kwa ajili ya mkutano, lakini wakati tunahabarisha tulimuomba kufanya naye mahojiano, na imekuwa kama bahati, wakati zimebakia dakika kadhaa nataka kurudi nchini Kenya, ametupa nafasi ya kuzungumza na sisi na kuzungumza na Watanzania, huku kikubwa tukitaka kwanza kuangazia mkutano wa siku tatu ambao umefanyika hapa katika mkoa wa Kilimanjaro. Pastor, asifiwe Yesu. Amina. Tanzania, Mijihoroni, Kilimanjaro, siku tatu zimekuwa ni siku za namna gani kiimani? Hizo siku zimekuwa siku za baraka. Jambo la kwanza, nashukuru kwa ajili ya taifa la Tanzania, upendo wenu, ukarimu wenu, na jinsi mlivyonipokea pamoja na timu yetu yote. Mungu aibariki taifa la Tanzania. Mkutano ambao tumekuwa nao ni mkutano ambao ni vigumu kufananisha na mkutano mwingine, kwa sababu hatukuwa mjini na hatukuwa kule Kenya tunaita hatukuwa town yoyote. Tulikuwa mahali ambapo hakuna duka, hakuna chochote. Lakini Mungu alivyowaleta mamia ya maelfu ya watu na kuwaokoa na kuwaponya kwa huo mkutano, sifa na utukufu zimrudie Kristo. Tanzania, Mungu akubariki. Kuna mtu anamwamini Yesu Kristo? Kuna mtu anamwamini Yesu? Sinione mvua ya makofi kabla mvua haijaanza kunyesha leo jioni. Haleluya! Lakini sikia Tanzania, tutamaliza huu mkutano, tutakapoondoka mvua itaanza kunyesha. Hiyo kayo unajua. Mungu akubariki mama, nenda uishi. Amina sana. Tuliomba mvua, na mara kwanza uliahidi kwamba unamuomba Mungu Jumatatu, kwa maana ya leo mvua inyeshe. Lakini jana wakati unahubiri ukasema kwamba sasa tumalize tu jioni mvua inanyesha. Na kweli mvua imenyesha. Ni miongoni mwa miujiza na ishara ambazo katika ulimwengu wa kawaida na wa kiroho ni rahisi mtu kuamini kwamba kimesemwa kimetendeka. Hii miujiza na ishara hizi huwa zinatokea nyakati gani? Mungu huwa anapenda watu wake sana, na Mungu hupenda wakati ambapo anaweza akakuzungumzia na ukatoa sauti kwa kauli yake ikiwa amesema. Kwa hivyo, na Mungu anapenda Injili. Alitupa siku tatu hakuna mvua, na akaniambia na baada ya mkutano mvua itanyesha. Na vile ambavyo kila nabii hujulikana na ikiwa unabii wake inakuja ikadhibitika, wala mtu asitabiri tu kwa sababu anatamani atabiri. Mungu aliposema kwamba mvua itanyesha na mvua ikanyesha, nadhani ni dhibitisho kwamba hata ile miujiza kwenye mikutano yake ilikuwa ni ya kweli, na sio kwangu mimi tu. Naamini ya kwamba Mungu bado anazungumza na anatumia mitume na manabii wengi. Mimi labda kwa unyenyekevu nikiwa mmoja wao tu, mwinjilisti, lakini alisema mvua itanyesha, tumalize mkutano, tuende nyumbani maana mvua inanyesha leo, na mvua ilinyesha hiyo siku ya jana mpaka leo. Sifa na utukufu zimrudie Kristo. Na ni wakati gani ambao Mwenyezi Mungu anazungumza na wewe? Kwa sababu ni kila kitu kama vile unafanya kwa maelekezo ya Mungu. Unajua, katika kitabu cha Mwanzo Mungu alikuwa anazungumza na Adamu. Mungu hupenda kuzungumza nasi. Mara nyingi ni vile tu tunatamani Mungu aingie kwenye miradi yetu, lakini ukiingia katika mradi wa Mungu huduma huwa ni rahisi. Mungu ndiye aliyenipa huduma, yeye ndiye aliyeniambia na kutuma. Sasa ile jambo ambalo ngumu kwetu kama wachungaji ni kumsubiri azungumze. Ni rahisi sana mtu kusema mimi ni mchungaji naenda kufanya, lakini je, amekutuma? Kwa hivyo Mungu huzungumza na mimi
wakati mwingine nikiwa nazungumza na wewe hivi, ukiniuliza swali, Mungu haishi nje, anaishi hapa ndani. Sasa ataniambia hivi na hivi na hivi. Kuna kipindi Mungu huzungumza na mtu kwa ndoto, kwa maono, lakini unapokomaa anakuja anaishi ndani yako. Sasa badala ya wewe kuzungumza, yeye anazungumza. Kama unaposikia nikisema kwamba Mungu aliniambia watu watapona mifupa, lakini sasa wapone magonjwa yote. Yeye anazungumza, ni lazima umsikie amezungumza ndio utamke. Usitamke watapona magonjwa yote na hajasema. Unajua, ikiwa nimekaa na wewe kwa muda nitakujua, na ukizungumza nitasema huyo ni Susana na huyu. Yesu, makofi mazuri. Naweza nikatofautisha sauti. Kwa hivyo Mungu unapokaa na yeye utatofautisha sauti ya watu na hisia zako na sauti yake. Jambo la pili, anaposema tumalize mkutano, mvua inanyesha, hiyo asubiri tuote kwa ndoto na tuone maono. Unamsikia anasema maliza mkutano, nataka kuleta mvua. Sasa unajulisha watu tumalize mkutano, mvua inanyesha. Na sasa hivi watu wengi kila unapokwenda huwa baada ya mkutano pale unachukua udongo wanaondoka nao. Na wakati wowote ule kuambia nikiondoka kama chukue udongo, ama wanajikuta hata kule kanisani kwako pia nje ukipita kule yamebaki kama mashimo. Watu wanachukua udongo, na wengi wanasema kwamba wakienda wakinyunyiza kwenye mashamba yao, kama alikuwa anavuna debe moja, sasa anavuna gunia 2. Kuna mahusiano gani kati ya jambo hili pamoja na wewe? Kwa kizungu zinaitwa the mysteries of faith, maajabu na mambo yaliyofichika kwa imani. Nadhani naweza nikafananisha na mwanamke aliyeenda akaguza vazi la Yesu Kristo pasipo Yesu kumpa idhini. Sijawahi mwambia mtu nenda uchukue udongo, ama hata ile prayer kulotoa naambia mtu chukua nenda uitumie. Lakini watu waliamua wakachukua uzi na wanatumia hiyo uzi na inawasaidia. Imani ni kitu muhimu sana. Kwa hivyo mtu anapoamini na Mungu akatenda, utukufu na sifa zimrudie Kristo. Lakini mimi sijawahi mwambia mtu chukua udongo nenda ukatumie, sababu siku moja walichukua udongo kanisani kwangu, kidogo nilalamika, lakini iliwasaidia. Okay. Pastor, vitu vingi vimefanyika kwenye mkutano. Kipi ambacho wewe kinakufurahisha katika tafsiri? Unasema katika haya ambayo labda sisi tunatazama kwamba labda watu walikuwa wengi, watu wamefanya biashara, lakini kwako kipi ambacho unasema hakika nafurahia kwa sababu Mungu amefurahi katika hili? Kile kinachonifurahisha zaidi ya yote ni kuona Yesu Kristo akiokoa watu, akiponya watu, akiwakomboa na anawarudishia nyota zao. Sababu ni nini inaweza kunifurahisha? Ni mali, ni wingi wa watu. Ikiwa alinituma na nikatii sauti na akafanya. Unajua Mungu aliniambia atanyoosha miguu iliyopindana. Sasa yule kijana mtoto mdogo juzi jana akiwa anasema nilikuja hapa na mguu wangu ikiwa imepindana, leo imenyooka natembea. Namshukuru kwa sababu aliniambia atanyoosha miguu iliyopindana. Mimi hiyo unifurahisha sana kumuona Mungu akifungua watu wake. Unifurahisha kuliko chochote. Kwenye Biblia kuna watu wengi wameandikwa. Kuna mitume, kuna manabii, kuna mashemasi. Ni upi ambao unasema katika nyakati zile mimi Ezekiel ningekuepo ningetamani kuwa kama huyu? Mara nyingi natamani kuwa kama Yesu. Nifanane na yeye, nifanye kila anachotaka. Yeye ndiye anayetupa vipawa na karama. Na ametumia wenzangu, hata sasa kuna wenzangu wakubwa sana hata kuniliko. Lakini natamani nimtii yeye, aishi ndani yangu nami niishi ndani yake. Nimpendeze yeye. Wakati ambapo nazeeka, kuna wengine ambao watakuja kusema Mungu alimtumia Pastor Ezekiel, naomba Mungu anitumie na mimi. Kwa hivyo mimi natamani nifanane na Kristo. Okay, la kwangu la mwisho ambalo litakuwa la mawili. Kwanza ni kuhusiana na watu wengi wanatamani wakati unafanya mkutano ungekuwa unaacha matawi ya makanisa, lakini umekuwa haufanyi hivyo, kwamba baada ya mkutano basi hakuna kanisa linaloachwa hapa.
lakini tumeona jana umewabariki na juzi unazungumza sana na watumishi wa Tanzania, wachungaji na mitume na manabii, na kuwaeleza namna ambavyo ungetamani huduma ziwe. Lakini la mwisho katika hiyo huduma ambayo unaifanya, hauachi matawi ya makanisa, lakini pia siku ya kwanza ulikataa kuchukua sadaka, na siku ya pili na ya tatu bila watu kutamani kutoa sadaka au kulazimisha kutoa sadaka usingechukua pia sadaka. Huduma yako katika haya mambo mawili, matoleo na kutokuweka matawi unapofanya mikutano, siri yake ni nini? Kwa sababu tumezoea watumishi wengi mikutano ndio inakuwa sehemu ya kuanzisha nyumba za ibada mpya, kwa sababu watu wanaamini pale ukiweka kanisa basi wanakuja kwa haraka kwa sababu wameshaona kwenye mkutano. Jambo la kwanza, Yesu alifanya mikutano yake yote na hakuweka tawi hata moja, lakini aliwafundisha mitume kwa muda ili atakapoondoka wao wanafundisha yale ambayo yeye aliwafundisha. Ni jambo ambalo si nzuri kuweka tawi kwa sababu unatamani kuwa na washirika. Ni vyema tuandae wale watakaofundisha watu, tuwaandae kwanza. La sivyo tunaweza tukaweka watu kuwa viongozi ama wachungaji, walezi ambao umewapa wawalee wakawa wakaleta madhara mabaya zaidi. Kwa hivyo naomba tu watu wawe na subira, tu train watu. Ikiwa amesema Mungu amesema, basi iwe ni kweli Mungu amesema. Asije akasema kwa sababu babake wa kiroho husema na Mungu hajasema. Natamani yule mtu ambaye ninamweka mahali kuwa mchungaji alete sifa njema kwa Kristo, asije akaleta aibu. Kwa hivyo ni vyema kuchukua muda kutrain watu. Yesu alichukua 3.5 years kutrain watu, ndiposa tukawa na mitume kina Petro. Akiondoka akaambia msiende kuanzisha makanisa kwanza, kaeni hapa mpaka yule ambaye atakayetumwa Roho wa Bwana atakapokuja ndio muende. Kwa hivyo ni vyema tuwe na subira mpaka Mungu atutume. Sadaka kwa Biblia mahali ambapo Kristo ameongea kuhusu sadaka, ametutuma akasema nendeni mkahubiri Injili, na yule ambaye atawapokea mkae hapo mkule na mbariki. Lakini Kristo hajasisitiza sana kuhusu sadaka. Sadaka ni muhimu sana. Sadaka hubeba matatizo ya mtu mwenyewe. Ikiwa sadaka imebeba matatizo ya mtu na mtu ameleta hiyo sadaka, wajua ameleta nini? Ameleta matatizo yake. Je, utayatatua ama unachukua sadaka unaenda kutumia? Na hiyo sadaka hiyo imebeba matatizo yake, si ajabu unaenda kutumia matatizo ya mtu. Kwa hivyo tunapochukua sadaka tujue kwamba hii sadaka imebeba matatizo ya mtu tangu mwanzo mpaka ufunuo. Jambo la kwanza. Jambo la pili, Kristo anapotutuma akili zetu zisiwe sana kwa sadaka. Akili zetu ziwe kwa ajili ya nafsi zinazookoka na watu wanapopona. Hata pasipo sadaka, si tunaweza tukafanya ukulima na tukaishi? Na kama tunaweza tukafanya ukulima na tukaishi, kwa nini tutangaze hiyo? Kwa hivyo mimi naona sadaka isiwe hoja muhimu sana. Wale ambao wanaweza wakaelewa wataelewa, na wale ambao wanaweza wakaiweka mbele wanaweza kuiweka mbele. Kanisani kwangu watu wanatoa sadaka, lakini tamanio la moyo wangu ni kwamba watu wamjue Yesu Kristo, waokoke, wakombolewe, wafunguliwe. Wakiomba nafasi ya kumtolea Mungu wapewe nafasi. Ikiwa Mungu hakukutuma kutoa sadaka, usiwape nafasi ya kutoa sadaka. Wakitaka wanaweza wakatoa, lakini tungezungumza zaidi kuhusu wokovu, uponyaji, miujiza na ishara au ukombozi. Sadaka na mali haya yote ya dunia yatakuja kuisha. Kuna hiyo la kusaga ile la kwamba mikoa mingine vipi na mitume na manabii waliomba uangalisha. Kwanza kumalizia kwa sababu safari inataka kuanza. Kitu cha kwanza, kwa nini unajichukulia kawaida ile hali watu wanakuchukulia mtu mkubwa? Kwa nchi zetu hizi za Afrika, mtu akiwa anatenda kama ambavyo Mungu anakutumia, anajiita majina makubwa makubwa, Dr.
Bishop, Professor, yani majina makubwa. Yani utakuta jina lina mpaka ulifikie jina Ezekiel lenyewe hapa katikati, hapa mwanzo kumeanza majina mengi. Kitu cha kwanza kwa nini najichukulia kawaida, lakini jambo la pili kwa Tanzania kama walivyosema kwenda ingalau mikoa yote, una mpango huo na unahisi injili yako kwa Afrika ndio mkombozi kwa sasa. Mungu anakutumia zaidi tukizungumzia, kwa sababu tumezoea zile injili za kipindi kile, wakija kina Bonke na nini wanajeza watu wanafunguliwa, kina Maboya, kina Pastor Mwiru kipindi hicho akihubiri KBC na vitu kama hivyo. Tusaidie kutufafanulia kidogo. Wewe ndio yule au ndio yule aliyekuwa tumtegemea mwingine? Tuko wengi sisi watumishi wa Mungu na kila mmoja anafanya kwa nafasi ile Mungu amempatia, na mimi nafanya kwa nafasi yangu. Kuna wale wakuu hata kunishinda ambao Mungu amewatumia. Nimefanya vizuri kutaja wakina mtumishi wa Mungu Bonke, Maboya, Bishop Yusuf. Hao ni walezi wetu, tena wazazi wetu. Kama sio Mungu kuwatumia wao, sisi hatungekuwako. Na hakuna siku mwana upokea sifa zaidi ya mzazi wake. Ikulinganishe na nini Yesu? Ikulinganishe na magari yangu yote yanazeka, itabaki vile vile. Kumbe wewe Yesu haufananishe. Ikufananishe na nyumba yangu nzuri, kumbe inaweza poromoka kwa mafuriko Yesu. Lakini wewe yule yule haubadiliki, kumbe Yesu haufananishi. Nikiwa kwa shida wewe uko karibu sana, wakiniacha wanadamu wewe upamoja nami. Nikufananishe na nini Yesu wangu? Oh, kumbe wewe Baba. Sikuwa na watoto, niliambiwa siwezi zaa. Wewe ndiwe Mungu ulibadilisha jina langu. Ninaitwa mzazi, sio kwa nguvu za damu ya wanadamu, ila ni nguvu zako. Haufananishi. Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Yesu? Oh Baba, nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Yesu? Nikufananishe na nini Baba yangu? Kumbe wewe Yesu. Nikufananishe na nini Bwana? Oh! Kumbe wewe
wako mvua ya makofi kwa Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi mazuri. Father.